Karibu tena mtazamaji wetu wa Gumzo kwenye wasaa wetu wa Gumzo, nami Mohamed Ghassani, na leo kwenye gumzo letu tunatanua mawanda kidogo kuzungumzia masuala mengine. Mpaka sasa kwenye gumzo letu tumekuwa tukijikita kwenye masuala ya tarikh, yani historia, pamoja na mambo ya lugha kidogo ya Kiswahili, lugha adhimu ya Kiswahili. Lakini tusogee mbele kidogo na mahususi kabisa visiwani Zanzibar, tuzungumzie kidogo kuhusu kile ambacho tunakiita ajenda ya Zanzibar. Swali kubwa kabisa ambalo katika silsila ya ajenda ya Zanzibar litakuwa likiulizwa ni nini nafasi ya ajenda ya Zanzibar, na pamoja nayo ni kufafanua ajenda yenyewe hasa ni ipi na yapi yaliyomo ndani yake. Na kuanza kutufungulia silsila yenyewe tunamwalika hapa kutokea visiwani Zanzibar aliyekuwa mwanasheria mkuu wa visiwa vya Bahari ya Hindi, Bwana Othman Masoud. Bwana Othman, karibu ungane nasi kwenye gumzo. Asante sana, na mimi naomba nikushukuru kwa dhati kabisa kwa kuchukua fursa hii kuandaa kipindi hichi muhimu, hasa katika wakati huu ambao nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu, na kushukuru sana. Naam, shukrani sana Bwana Othman Masoud. Labda tuanze la mwanzo kabisa, na la mwanzo kabisa ni kumsaidia mtazamaji wetu kujaribu kuungana nasi safarini kwa kujua kwanza kwa nini au ni kwa umuhimu gani, kuna umuhimu gani kwa kwetu sisi kuzungumzia ajenda ya Zanzibar wakati nchi ikijiandaa kwenye uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa 2020. Ni muhimu kuzungumzia ajenda Zanzibar kwa sababu Zanzibar ina watu wa kabila tofauti, ina watu wa madhehebu tofauti, ina watu wa itikadi tofauti za kisiasa, lakini pia ina watu wa taaluma tofauti vile vile. Lakini wote hawa, kama ilivyo katika nchi nyingine au nchi zote duniani, kuna mambo ambayo katika nchi yao wanahitaji wote kwa pamoja. Hakuna, pamoja na itikadi tofauti, hakuna mtu ambaye hahitaji amani, hahitaji huduma za msingi, kwa mfano za kiafya, za elimu, miundombinu, na kuona kwamba kizazi, watoto wake na wanaokuja baada yake, kuona kwamba wanapata huduma au wana mustakbala mzuri wa maisha yao, pamoja na tofauti za itikadi. Lakini kuna mambo kama nchi, kuna mambo kama taifa lolote lile, kuna mambo yanawaunganisha, na mambo haya ndio matarajio yao, na matarajio haya ndio yanaounda kitu kinachoitwa taifa. Hakuna taifa ambalo halina mambo ambayo ni ya pamoja. Kila mmoja anahitaji amani, kwa mfano, kila mmoja anahitaji ustawi wa nchi. Kwa hivyo wakati mwingine, kwa nini ni muhimu tuyazungumze? Ni kwa sababu wakati mwingine watu wanajisahau. Mtu kwa mfano mwenye itikadi yake anaweza kaona kwamba umuhimu wa itikadi yake, akasahau kwamba pamoja na tofauti ya kiitikadi, lakini bado mnabaki kama kielelezo cha nchi moja, kielelezo cha watu wa jamii moja, kusema kweli. Kwa hivyo haya ni vizuri kuyazungumza kwa sababu ni fursa ya kukumbushana kwamba pamoja na tofauti mbalimbali zinazoweza kuwepo, kama nilivyosema, za asili, tofauti za dini, za tofauti hata za madhehebu, tofauti za itikadi, lakini bado inabaki kwamba kuna mambo ambayo mnahitaji nyote kama taifa. Ikiwa huu ndio muhimu, lakini swala bila shaka kubwa zaidi ni kwamba ni nini hasa hii ambayo tunaita kwamba ni ajenda ya Zanzibar. Hili ndio ambalo nadhani kwamba tuliangalie sasa kwa ili kuweza kumpa mtazamaji wetu, maana hii silsila itaendelea vipindi vingine. Leo tufanye kama utangulizi tu, lakini bila shaka mtazamaji wetu aweze kufahamu kwanza nini hasa ambacho tunakizungumzia. Ni nini hasa ajenda ya Zanzibar? Kwa hivyo naam, ni kweli, hoja ni kwamba ni nini hasa ajenda Zanzibar. Ajenda ya Zanzibar ni, unaweza ukasema, ni mambo yale ambayo yanawaunganisha watu wa Zanzibar kwa pamoja, bila kujali itikadi zao, bila kujali imani zao, bila kujali ngazi zao za kiuchumi au nafasi yao ya kiuchumi.
ni mambo ambayo yanaunganisha, na haya yapo katika kila jamii, yapo katika kila taifa kwa kweli. Sasa ukiangalia kwa upande wa Zanzibar yenyewe, mahala pa kwanza pa kufanya rejea ya nini ajenda ya Zanzibar ni katika katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Ukisoma sura ya pili ya katiba ya Zanzibar imeandikwa malengo muhimu ya kitaifa. Hizi kwa lugha ya Kiingereza wanaita directive principle. Ni mambo gani yanawajenga kwa pamoja, ni mambo gani ambayo bila kujali itikadi. Kwa mfano, kama itakuja serikali yoyote ile, ni mambo gani inapaswa iyazingatie, ni mambo gani lazima iyasimamie. Ukiachana na ilani yake, serikali itaongozwa na ilani yake kama ni jambo la pili, yani secondary, lakini primary responsibility au dhamana ya kwanza ya serikali yote ile inayokuja, bila kujali itikadi yake, bila kujali ilani yake, jambo la kwanza ni kutekeleza yale mambo ambayo yamo katika sura ya pili ya katiba ya sasa. Haiwezi ikaepuka, haiwezi ikaondokana nayo mambo yale, kwa sababu yale ni msingi. Ukiangalia kwamba yapo katika kifungu cha 8 mpaka kifungu cha 10. Kifungu cha 10A ambacho kiliongezwa mwaka nadhani 2010 kilikuja kueleza tu kwamba mambo yale hayatopewa nguvu za kisheria. Ni sawa, lakini ni sehemu ya katiba, na kama ni sehemu ya katiba imeeleza kwamba hata ukiwa na itikadi gani, hata ukiwa na chama gani, hata ukiwa na lakini malengo yale ni lazima uyazingatie. Huwezi ukatengeneza ilani yako, kwa mfano uchaguzi, ikawa ni kinyume na malengo yale yaliyoelezwa ndani ya katiba. Huwezi ukaja na itikadi yako kama. Kwa hivyo pahala pa kwanza pa kurejea kujua nini ajenda ya Zanzibar, nadhani ni katika sura ya pili ya katiba yenyewe ya Zanzibar, ambayo imesema ni malengo muhimu ya serikali yoyote, ya chama chochote, ya itikadi yoyote. Haya ni mambo ambayo lazima yazingatie kwa sababu ndio ajenda ya Zanzibar. Lakini mwingine Maalim Othman angeweza kusema kwamba katika hali ambapo tumefikia katika mwelekeo wa kilimwengu ilivyo hivi sasa, hakuna ajenda yoyote ambayo itakuwa na maana ikiwa ajenda hiyo hamaanishi uchumi, iktisadi ya watu, matumizi, ustawi wao. Kwa hivyo hasa ajenda ya Zanzibar ingetakiwa iwe ni uchumi wa Zanzibar peke yake na si jinginelo. Unasemaje kuhusu hili? Na katika hili la uchumi ni kwamba ni wazi kwamba, na unaona kwamba ni shauku ya kila mtu kwamba, kwa sababu ni imani ya watu wa Zanzibar takriban wote kwamba Zanzibar inayo fursa, Zanzibar unao uwezo wa kuweza kuenda mbele, tena mbali kabisa kuliko hapo. Zanzibar si pahala au sio jamii ambayo unaweza ukasema kwamba labda mshindani wake ni wa mkoa fulani au wilaya fulani au pahala fulani. Kusema kweli, ukitazama historia ya Zanzibar, mshindani wake ni mataifa mengi kusema kweli, na ni mataifa kama leo kama Singapore, mataifa kama UAE, mataifa kama Mauritius kwa mfano, kwa sababu hawa ni watu, hata Malaysia vile vile, na nchi nyingi ambazo wakati nchi hizi zinaanza kuinukia kiuchumi miaka ya 60, Zanzibar ilikuwa katika nafasi ambayo ilikuwa mbali zaidi kuliko zilivyokuwa nchi hizi. Lakini nchi hizi unaona kwamba zimepiga hatua kubwa sana sasa. Zamani watu labda walikuwa wanaangalia pahala lakini leo vijana wa leo hasa kwa mfano wanaangalia zaidi, wanalinganisha na nchi hizi ziliwezaje zikafika hapa, kwa nini Zanzibar imeshindwa. Kwa hivyo ile hamu, ile shauku ya maendeleo ya kiuchumi kusema kweli ni ya kila mtu, bila kujali itikadi yake, bila ya kujali anatokea hali yake ya maisha. Hii ni matarajio, unaona kwamba nani shauku ya kila mtu kusema kweli. Kwa hivyo katika ajenda ya Zanzibar huwezi, nadhani priority ya kila mtu ni maendeleo ya kiuchumi. Na sasa Maalim Othman, tuingie ndani ya swala lenyewe, kujaribu ndani ya ajenda ya Zanzibar yenyewe.
kujaribu kuyadondoa kidogo kidogo kwa mukhtasari kabisa yale ambayo yanapaswa kuwa ni kifurushi ambacho kinawasilisha ajenda ya Zanzibar. Naam, tuanze hebu na swala la mwanzo ambalo nadhani kwamba kando ya ile uchumi nilizungumzia, lakini lipi ambalo lingelikuwa ni kifurushi kimojawapo ndani ya mada kubwa ya ajenda ya Zanzibar? Labda nikianza kueleza kwenye yale ambayo tunasema ni rejea ya mwanzo ya ajenda ya Zanzibar, tukiangalia kwamba jambo la kwanza ni kwamba ambayo yapo kwenye katiba. Jambo la kwanza ni lile linalohusu kwamba serikali na watu, serikali iwafanyie nini watu, kwamba serikali jambo la mwanzo ni lazima iwajibike kwa watu. Hili ni jambo ambalo haiwezi kuepuka. Haiwezi kusema serikali inawajibika tu pengine kwa chama chake. Serikali lazima iwajibike kwa watu. Hili ni lengo muhimu la watu wote wa Zanzibar kama lilivyoelezwa katika katiba. Lakini jambo jingine la pili ni kuhusiana na ustawi wa watu wenyewe. Katiba imeeleza kwanza, kwa mfano usawa, watu wote haki ya kupata huduma za msingi za kiafya, kupata huduma za elimu, kupata huduma za makazi. Ni mambo ambayo yameelezwa kwa urefu, yamefafanuliwa mambo gani. Kwa mfano watu ambao hawana uwezo kusaidiwa, hili ni jambo ambalo limeelezwa kwamba ni kazi moja, ni malengo au ni wajibu ambao serikali lazima itengeneze bila kujali kama. Kwa hivyo ukiangalia kwamba watu wote wa Zanzibar wanahamu wapate kwamba mambo haya, afya, mambo haya, elimu, huduma nzuri za kijamii, kwa mfano maji, umeme, kuna mambo kama ya haki zao za kiraia kwamba zitunzwe, amani, ni mambo ambayo yameelezwa kwamba ni wajibu wa lazima wa serikali yote itakayokuwepo, bila kujali kwamba serikali hii ni ya itikadi gani au ni ya chama gani au ni ya. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ndio nasema rejea ya mwanzo ya ajenda ya Zanzibar ni malengo muhimu ambayo yameelezwa chini ya sura ya pili ya katiba ya Zanzibar, na ambayo kama nilivyotangulia kusema serikali yoyote ambayo inakuja ni lazima iyatekeleze, lazima iyasimamie bila kujali itikadi yake. Kwa kweli, mbali ya katiba, mbali ya hiki ambacho kinazungumzwa ndani ya katiba, kipi ambacho unadhani ni muhimu sana kabisa kando ya hiki kwenye kukihusisha kwenye ajenda ya Zanzibar? Tukiwachana na katiba, jambo jingine ambalo ni muhimu sana kulizingatia kama ni sehemu ya ajenda ya Zanzibar ni suala la uchumi. Kwa nini uchumi? Ni kwa sababu ukiangalia hali ya maisha ya watu katika Zanzibar, hali za watu wengi, walio wengi ni duni. Lakini sio tu kwamba hali zilivyo ni duni, lakini kila mtu ana hamu ya kwenda mbele kuliko hapo alipo. Hata ambaye maisha yake ni mazuri bado ana hamu ya kwamba aende mbele, asogee mbele kuliko pale alipo. Kwa nini? Ni kwa sababu huu ni ulimwengu wa ushindani. Hata ukisema kwamba leo una biashara, basi biashara hiyo itakuwa na ushindani. Itakuwa na ushindani ndani ya Zanzibar, itakuwa na ushindani ndani ya Jamhuri ya Muungano, itakuwa na ushindani katika maeneo haya ya kikanda, lakini na pia katika ngazi ya kimataifa. Kwa hivyo moja katika jambo ambalo kila mtu analiangalia ni kwamba ni lazima Zanzibar itoke hapa ilipo. Na itatokaje? Itatoka kwa njia mbalimbali. Kwa mfano unaurekebisha vipi uchumi? Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanahusiana na, kwanza ni fursa na uwezo wa Zanzibar yenyewe kutumia rasilimali zake. Hilo ni jambo ambalo kila mtu analitaka, kila mtu analizungumzia. Lakini jengine ni katika mfumo wako wa kikodi, kwamba ni mfumo wa kodi ambao utaweza kujenga uchumi. Kwa mfano, katika kodi ambayo ni muhimu katika uchumi ni kodi ya mapato.
umeisarifu vipi, una uwezo wa kuisarifu kiasi gani ili iweze kuvutia mitaji kwa ajili ya kuendeleza kuwekeza katika nchi. Hili ni jambo ambalo kusema kweli linahitaji ni hamu, ni shauku ya kila mtu kusema kweli. Lakini pia matumizi ya rasilimali za nchi zilizopo. Kwa mfano sasa hivi kuna suala la bahari, kuna suala la kwa mfano mafuta na gesi inazungumzwa sana sasa hivi. Haya ni mambo ambayo yataweza kujenga uchumi wa Zanzibar. Lakini na pili, jambo kubwa katika uchumi ni rasilimali watu, kwamba ni kwa kiasi gani, sio tu kwamba tunao watu ambao ni wasomi Zanzibar, lakini na wametayarishwa vipi kutumikia katika soko na katika uchumi uliopo wa Zanzibar. Naam, shukran Maalim Othman kwa kutufafanulia hasa hii nukta ambayo kwa mwanzo tuligusia kidogo ya nafasi ya uchumi kwenye ajenda ya Zanzibar. Vipi kuhusu suala zima la namna ambavyo watu wanajiendesha, nchi inaendeshwa, uendeshaji wa nchi vile ilivyo? Ukiangalia katika shauku ya watu na hali inavyokwenda, ni uendeshaji wenyewe, uendeshaji wa serikali, uendeshaji wa nchi, uendeshaji wa mambo yanayohusu jamii. Na hili hasa lipo katika suala la zaidi la uadilifu. Wengine litaitwa majina mbalimbali, lakini bado inabaki kwamba hamu, shauku na lazima Zanzibar hili lipate, na ndio maana lina qualify kuwa ni sehemu ya ajenda ya Zanzibar, ni uadilifu kusema kweli katika uendeshaji wa masuala ya umma, lakini na pia uendeshaji wa masuala ya binafsi. Ninavyosema masuala ya umma ni kwamba katika uendeshaji wa shughuli za serikali kwamba kunahitajika uadilifu mkubwa, na suala ni kwamba watu wanaionaje sasa hivi hali ya uadilifu katika uendeshaji wa masuala ya umma. Kusema kweli, watu wengi wa Zanzibar ukiangalia, ukifanya tathmini, wanavyozungumza, wanaokutana nayo, wengi wanahisi kwamba uadilifu umeshuka sana katika uendeshaji wa shughuli za umma, na kwa sababu hiyo watu wengi wana shauku na malengo yao, na unaangalia kwamba hamu yao ni kwamba ni lazima Zanzibar irudi katika uadilifu wa shughuli za umma, kwa sababu bila uadilifu wa shughuli za umma hakuna jambo. Hata Zanzibar ikiwa tajiri namna gani, inaweza ikawa ni laana utajiri badala ya kuwa ni neema. Na bila uadilifu kusema kweli, mwenye kipato na asokuwa na kipato wote wanaishi kwa shida, wote wanaishi kwa dhiki. Na bila uadilifu kusema kweli unakosa matumizi bora ya rasilimali za nchi. Bila uadilifu kusema kweli unakosa hata watu wa kutengeneza sera bora za nchi. Kwa nini? Bila kuwepo uadilifu unaweza akaachwa mtu ambaye ana sifa, ana uwezo, na akawekwa mtu ambaye hana sifa, hana uwezo wa kuweza wakati wapo ambao wanaweza kutengeneza sera nzuri, lakini wakawekwa watu ambao basi tu wapo kwa sababu na wanajulikana kwamba hawana uwezo. Lakini jambo jingine, bila kukosekana uadilifu ni kwamba hata kusimamia yale ambayo yamekuwepo, na mifano mingi ipo kusema kweli, kwamba tulikuwa na mambo mazuri Zanzibar, tulikuwa na fursa nzuri ya kuendelea, lakini yamekosa usimamizi na matokeo yake sasa hivi yameporomoka kusema kweli. Asante sana Maalim Othman, mwanasheria mkuu wa zamani wa Zanzibar. Labda kipi ambacho unadhani ni cha ziada cha kukiongezea katika ajenda ya Zanzibar? Tumeshazungumzia kuhusu uchumi, uendeshaji wa nchi, masuala ya katiba na mengine ambayo yanahusu, ambayo ni kifurushi kimoja ambacho ndani yake inapatikana au kwa ujumla wake ndio inaelezea ajenda ya Zanzibar. Lakini kipi ambacho kingine unadhani kwamba nje ya hivi ni cha ziada, cha muhimu kuingizwa katika ajenda ya Zanzibar? Jambo jingine ambalo nahisi mimi kwa mawazo yangu ni wazi kwamba lipo linazungumzwa na kila mtu, na kwa maana hiyo lipo katika ajenda ya Zanzibar na linapaswa kuwepo katika ajenda ya Zanzibar bila kujali hayo yote tulotangulia kuyaeleza,
ni suala la kuwatayarisha watu, kuwatayarisha hasa vijana kwa maisha huku tunakoelekea, kwa sababu sasa hivi kuna wanafalsafa wanasema kwamba baadaye, yani future ni kwa wale ambao wamejitayarisha, yani future is for those who are prepared. Kwa hivyo ukitizama hali ya ushindani unavyokwenda, kwa mfano ukichukua leo kijana waliopo Kenya, kijana aliyopo nchi kama Singapore, aliyoko katika nchi kama Mauritius, ametayarishwa kiasi gani kuweza kuhimili ushindani ambao upo. Unakuta kwamba ukamlinganisha na pengine na kijana wa Zanzibar, unaweza kumuonea huruma kijana wa Zanzibar, kwa sababu unamuona kwamba kwa kweli huyu hajatayarishwa kwa ajili ya kukabili ushindani unaokuja. Vijana wengi kusema kweli katika maeneo ambayo wana weleji wa kutosha, na hii mifano ipo. Nitakupa mfano. Kwa mfano leo utembelee katika hoteli nyingi za kitalii ambao ndio biashara kubwa kwa Zanzibar. Nenda katafute kwa mfano mhasibu au financial controller katika kuna vijana wengi wa Zanzibar ambao wamesoma uhasibu katika daraja ambao, lakini kusoma ni jambo moja, na kumtayarisha huyu mtu akaweza kushindana katika, akapata ajira katika soko ambalo liko tayari katika nchi yake la utalii, inakuwa ngumu. Area nyingine ambayo mimi naiona na inanisikitisha kila siku, kwa mfano ni suala la maofisa wa kazi, yani wanaita human resource officers. Hawa ni watu ambao unakuta asilimia kubwa kwa Zanzibar sasa hivi ni wageni, lakini kuna vijana wa Zanzibar wana sheria hawana kazi. Kuna vijana wa Zanzibar wamesoma public administration hawana kazi sasa hivi, lakini kuna watu wana diploma au wana elimu chini ya hapo, leo wanafanya kazi kama ni human resource officer katika biashara nyingi, hasa katika mahoteli ambao wanatoka nje ya Zanzibar. Na hii unaiona kwamba ni kwa sababu hakuna matayarisho ambao vijana hawa wametayarishwa kwa ajili, wamesomeshwa lakini hawakutayarishwa kutumikia katika soko. La mwisho kabisa hivi leo, kabla hatujaachana kwa leo hii kwenye huu, kwa sababu ni mukhtasari tu wa kile ambacho kitakuja baadaye, kila kipengele ambacho umekizungumzia bila shaka hapa, nitakuomba katika silsila zijazo tukiangalie kimoja baada ya kingine na nafasi yake kwa upana wake. Lakini vipi kuhusu suala la umoja wa kitaifa ambalo tunafahamu kwamba ni sehemu muhimu kabisa ya katiba ya Zanzibar? Vipi kuhusu umoja wa kitaifa kama ajenda au sehemu ya ajenda ya Zanzibar? Unasemaje kuhusu hili? Nadhani ni muhimu sana katika ajenda ya Zanzibar, na ambayo again limo katika kwa masharti ya wazi katika katiba, ni suala la umoja na mshikamano, yani tungesema kwa Kiingereza national cohesion. Umoja wa kweli, mshikamano wa kweli. Zanzibar imetoka mbali. Zanzibar imeundwa na watu kutoka katika asili mbalimbali. Miaka yote hii imetosha kuwa blend au kuwaweka pamoja tu wa Zanzibar, na akaweza kuwa na identity ya Zanzibar bila kujali kwamba ana asili gani. Na suala la kwamba mtu ana asili gani ni suala la ajali, tuseme kwamba ni coincidence ambayo hakuipanga yeye wala hakuipanga mzazi wake wala babu yake. Haya ni sehemu ya maisha, ni katika dynamics za maisha ndio yanavyokwenda. Kwa hivyo, lakini mwisho wa siku ni kwamba alipo na ambapo amechagua kwamba ni au ametokea kwamba ni kwao na ndio alipo ni Zanzibar. Kwa hivyo hakuna sababu ya kusema kwamba na bila ya watu hawa kuwaunganisha pamoja, watu hawa wakawepo pamoja, huwezi kuwa na Zanzibar, huwezi kuwa na maendeleo kusema kweli, kwa sababu kila mtu ana mchango wake. Kwanza, kila mtu ana haki yake sawa bila kujali, lakini na pili, kila mtu ana haki yake na kila mtu ana uwezo wake katika kuchangia katika maendeleo ya nchi. Kitu kikubwa ambacho kwa mfano kiliwafanya South Africa
leo wafike hapo hapo wakaweza kupita katika transition kidogo ya fadhali katika suala la kutoka katika ubaguzi wa rangi kuja ni inclusive economy, kwamba kila mtu ana mchango wake katika uchumi, kila mtu ana mchango wake katika jamii vile vile. Kwa hivyo suala la kuwaweka watu kwa mshikamano wakawa kitu kimoja, hilo ni jambo ambalo ni shauku ya kila mtu kusema kweli, bila kujali itikadi yake, na hili inapaswa ni sehemu ya ajenda ya Zanzibar au ni sehemu ya ajenda ya Zanzibar. Ukiangalia katika nchi ambazo zilikuwa na matatizo yanayofanana na hayo, ukiangalia Singapore, ukiangalia Malaysia, viongozi wao ambao waliziongoza zile nchi wakafikia hapa zilipo leo, msingi mkubwa walisema huwezi kuwa na Malaysia iliyoendelea, huwezi kuwa na Singapore iliyoendelea bila kuwa na Singapore moja au kuwa na Malaysia moja. Kwa hivyo na Zanzibar haiwezekani kuendelea bila kuwa na Zanzibar moja, ya kwamba watu wote, kila mtu kwa nafasi yake ni sehemu ya jamii, ni sehemu ya Zanzibar, na kila mmoja awe na nafasi na fursa ile ile ambayo mwingine anayo. Umoja wa kitaifa, mshikamano wa watu wa kijamii na fursa sawa kwa watu wote ni nukta ya mwisho kabisa ambayo mwanasheria mkuu wa zamani wa Zanzibar Bwana Othman Masoud anatueleza hapa kwamba ni jambo muhimu kuwemo katika ajenda ya Zanzibar. Nikushukuru sana kabisa Bwana Othman Masoud, kama ambavyo tumesema kwamba huu ni mwanzo wa silsila hizi ambazo huenda zikawa kama vipindi 10 hivi ambavyo vitazungumzia ajenda ya Zanzibar katika maeneo tofauti mbalimbali, lakini kwa mwongozo ambao bila shaka umeutoa leo hii kwa vipengele ambavyo vitaji hapa, tutakiangalia kimoja baada ya kingine katika vipindi vijavyo. Nikushukuru pia mtazamaji wetu kuungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Bila shaka endelea kuwa nasi hapa, na muhimu kuliko yote ni maoni na mchango wako, kile ambacho unadhani kwamba kijumuishwe, kile ambacho utakitolewe, kile ambacho unadhani kwamba kikifanye kipindi chetu kuwa bora zaidi. Asante na kwaheri hadi mara nyingine.